ya kuipinga serikali yakiingia wiki ya 3. Trump amesema kwenye mitandao ya kijamii kwamba ushuru huo ulianza kutumika mara moja bila kutoa maelezo ya kile kinachojumuisha kufanya biashara na Iran. China ni washirika wakubwa wa kibiashara wa Iran, ikifuatiwa na Iraq, Umoja wa Falme za Kiarabu, Uturuki na India. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Maria Corina Machado atakutana na rais wa Marekani Donald Trump kesho kutwa Alhamisi. Ikulu ya Marekani imethibitisha. Esther Lombano anaarifu zaidi. Ziara hiyo inajiri wiki chache tu baada ya rais wa Venezuela Nicolas Maduro kukamatwa mjini Caracas na majeshi ya Marekani. Lakini Trump alikataa kumuidhinisha Machado, ambaye vuguvugu lake lilidai ushindi katika chaguzi za 2024 zilizokuwa na ushindani mkubwa kama kiongozi wake mpya. Marekani badala yake ilimuunga mkono Delcy Rodriguez, makamu wa rais wa zamani wa Maduro. Machado alisema wiki iliyopita alitarajia kumshukuru Trump binafsi kwa hatua dhidi ya Maduro na angependa kumpa tuzo ya Nobel Trump aliita heshima kubwa, lakini kamati ya Nobel baadaye ilifafanua kuwa tuzo hiyo haiwezi kuhamishwa kwa mtu mwingine. Mwanamke mmoja aliyefahamika kuwa ni Polina Alexandrovna Azarenka ametajwa kuhusika katika kuwasajili wanaume kadhaa kwa ajili ya kupigana katika vikosi vya Urusi kwenye vita dhidi ya Ukraine kwa ahadi ya malipo manono ya fedha. Mmoja wa wanaume hao alijitambulisha kwa jina lisilo halisi ameiambia BBC kwamba pia aliahidiwa kupewa uraia wa Urusi, lakini hilo pia halikutekelezwa na kuishia kunaswa ndani ya eneo la vita. Anasema Azarenka alimwahidi kuwa iwapo angemlipa dola za Marekani 3,000 angemwezesha kuishi uraiani, lakini alipelekwa kwenye uwanja wa vita siku 10 tu baada ya kupata mafunzo ya kijeshi. Na mtu aliyeonekana kuwa mtoto wa ajabu baada ya kuzaliwa kwenye mti ambao mama yake alipanda ili kuepuka mafuriko, Salvador Mabihang Rosta, raia wa Msumbiji, amefariki dunia akiwa na takriban umri wa miaka 26 baada ya kuugua kwa muda mrefu. Kuonekana kwa mtoto mchanga na mama yake wakisukumwa salama kwa helikopta katikati ya mandhari yaliyojaa maji ilikuwa moja ya taswira za mafuriko ya Msumbiji ya mwaka 2000 yanayotajwa kuwa janga baya zaidi kuwahi kutokea nchini humo. Hii ni BBC. Na kutoka studioni hapa kulia kwangu ni Florian Kaijage amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika mbalimbali. Nchini Tanzania ni pamoja na Radio 1, Radio Free Africa, CGFM kule Tabora na Classic FM 103.3. Kenya ni Count FM 90.3 na Nyota FM. Uganda Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba nchi yoyote itakayofanya biashara na Iran itakabiliwa mara moja na ushuru wa 25% kwa biashara zake zote na taifa hilo. Tangazo hilo limetolewa kwenye mitandao ya kijamii linafuatia vitisho vyake vya mara kwa mara vya kuchukua hatua dhidi ya Iran kutokana na habari kuwa utawala wa Iran unatumika kinguvu kupita kiasi na kudhibiti waandamanaji. Phyllis Mote na taarifa zaidi. Rais Trump ameandika kwenye mitandao ya kijamii kuwa ushuru huo unaanza kutekelezwa mara moja, lakini hakutoa maelezo ya kina kuhusu hatua zipi hasa zinachukuliwa kuwa kufanya biashara na Iran. China ndiyo mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara wa Iran, ikifuatwa na Iraq, Umoja wa Falme za Kiarabu, Uturuki na India. Hatua hii inakuja baada ya Trump kutishia kuingilia kijeshi iwapo Iran ingewaua waandamanaji. Tutawashambulia kwa kiwango ambacho hawajawahi kushambuliwa kabla, hata hawataamini. Nina njia tofauti na zilizo na nguvu kubwa sana. Ikulu ya White House haikutoa taarifa zaidi kuhusu ushuru huo, ikiwemo ni uagizaji wa nchi zipi utakaoathirika zaidi. Hasira kuhusu kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya Iran Rial ilichochea maandamano mwishoni mwa Disemba ambayo yameongezeka, na sasa waandamanaji wanakosoa uhalali wa uongozi kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Shirika la habari la wanaharakati wa haki za binadamu lenye makao yake Marekani HRANL linasema limedhibitisha vifo vya karibu waandamanaji 500 na maafisa wa usalama 48 nchini humo, huku vyanzo vikiambia BBC kuwa idadi ya vifo huenda ikawa juu zaidi. Hata hivyo, BBC
BBC kwa sasa haiwezi kuthibitisha kwa uhuru takwimu hizo, na hadi sasa mamlaka za Iran hazijatoa takwimu rasmi au za uwazi kuhusu idadi ya waandamanaji waliouawa. Mamlaka za Iran zimeshtumu Marekani na Israel kwa kuchochea machafuko na zikalaani maandamano hayo na kuyataja kama vitendo vya kigaidi. Nam ni Phyllis Mwate. Leo ni siku ya mwisho wa kampeni za uchaguzi mkuu nchini Uganda. Tume ya uchaguzi inasema karibu wapiga kura milioni 21.7 wamejiandikisha tayari kushiriki uchaguzi huo. Ushindani mkali bado uko wazi kati ya kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Robert Kyagulanyi wa chama cha NUP dhidi ya Rais Yoweri Kaguta Museveni wa chama cha NRM ambaye anatetea kiti chake. Sasa kufahamu zaidi hali iko vipi, muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa BBC David Nkya ambaye yupo Kampala nchini Uganda. Kikubwa ambacho kinatarajiwa hii leo ni uwepo wa Rais Yoweri Kaguta Museveni kufanya kampeni zake za mwisho katika uwanja wa Kololo hapa Kampala. Zinatarajiwa kuwa ni kampeni kubwa baada ya jana kuwepo kule magharibi mwa Uganda, lakini leo hii sasa anatarajia kuvuta umati wa watu wengi na kuhitimisha kampeni hizi, akisema kwamba sasa ana lengo la kuhakikisha kwamba anafanya muhula wake mwingine ambao ataiweka Uganda katika njia ambayo kila mmoja ataweza kunufaika na kile ambacho anataka kukifanya. David Nkya, leo ni siku ya mwisho ya kampeni za uchaguzi zinahitimishwa kama ulivyosema. Pengine tume ya uchaguzi nchini Uganda inasema nini hasa kuhusiana na mwisho wa kampeni hizi, ikiwa ni mwanzo kabisa wa maandalizi ya uchaguzi mkuu wa baadaye tarehe 15 siku ya Alhamisi? Mwenyekiti wa tume hii Jaji Simon Byabakama amezungumza na vyombo vya habari na amesikika akisema kwamba kila kitu kimeweza kwenda sawasawa, na kuanzia Jumatano sasa wataanza kusambaza vile vitendea kazi, kuanzia zile karatasi za kupiga kura, yale maboksi kwenda katika sehemu mbalimbali za nchi ya Uganda. Lakini anasema kufikia sasa tayari zoezi zima na maandalizi yameshafikia ama yamekamilika kwa 100%, na kinachofuata sasa ni kwa raia wa Uganda wenyewe kuweza kutimiza haki hii ya kidemokrasia, kuweza kumchagua kiongozi wanayemtaka. Na pengine sasa ikiwa ni siku ya mwisho kabisa hizi campaign, David Nkya, hali ikoje hasa katika mji mkuu wa Kampala, ikiwemo masuala ya usalama na mambo mengine kwa ujumla wake? Kwa kweli Skola, ulinzi umeimarishwa katika maeneo mbalimbali ya jiji la Kampala, na ukizunguka katika baadhi ya maeneo utakuta kuna vikosi vya polisi, wanajeshi wakiwa katika magari mbalimbali, na hata baadhi ya maeneo wameweka mahema kabisa ya muda mfupi, ikiarifiwa kwamba atakuwa anahakikisha kwamba kamanda wa polisi ama mkuu wa polisi Abbas Byakagaba akisema kwamba yeye akiwa kama mkuu wa jeshi la polisi amesema kwamba tayari jeshi la polisi limejipanga kuhakikisha kwamba hakutakuwa kuna fujo kabla, wakati na hata baada ya zoezi zima la kupiga kura. Naam, asante David Nkya. Lakini mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Uganda, Manda Kola Mazima, anainisha baadhi ya mambo ambayo pande zote mbili, yani chama tawala NRM na kile kikuu cha upinzani cha NUP, wamekuwa wakitamba nayo kipindi chote hichi cha uchaguzi. Uchaguzi huu unahusu mambo mawili muhimu sana. Jambo la kwanza ni wale ambao wanatetea na kulinda mafanikio. Mafanikio hayo ni mafanikio binafsi na mafanikio ya kitaifa. Mafanikio ya kitaifa ni kwamba hapo awali tulikuwa na chuo kikuu kimoja Makerere, lakini sasa tuna vyuo vikuu zaidi ya 40. Kulikuweko na tatizo la wanajeshi, yani utovu wa nidhamu. Kila baada ya miaka 5 unasikia kwamba wanajeshi wamepindua serikali, lakini sasa kwa miongo 4 hilo jambo halijatokea. Ingawa sasa hivi tumeona kwamba kuna vitendo hapa na pale ambavyo tayari vimeanza kuwakumbusha wazee mambo yalivyokuwa hapo awali. Kwa upande mwingine tuna vijana ambao wanasema hapana, yani miongo 4 kwa tumetawaliwa na mtu mmoja haiwezekani, angalau tupate kiongozi mwingine, kwa sababu wanatoa mfano wa Tanzania, Kenya, ambapo naona kwamba kila baada ya miaka 10 wanakuwa na kiongozi au viongozi wapya. Na hawa vijana wamemuona Bobi Wine kwa sababu ana historia ambayo inafanana na ya kwao. Yani ni mtu ambaye amejijenga. Barani Afrika siku hizi ukiwa unajitokeza kugombea katika nafasi yoyote katika uchaguzi, watataka kujua we ni nani, babako ni nani, unatoka kabila gani, umesomea wapi na umefanya kazi. Kwa hivyo anamuona kwamba Bobi Wine analeta ile mfumo wa siasa ambao unawapa nafasi na wao, kwamba unaweza ukajitokeza, watu
wakakuchagua kwa sababu za sifa zako wewe binafsi, bila kuangalia umesoma nini, umesoma kiwango kipi, wewe ni mtoto wa nani, utajiri wako ni upi. Yani wakuangalie kama wewe ikiwa una zile sifa zao zinajitosheleza, ukiwa unaweza kukatetea maslahi ya watu, alafu hapo wanakuchagua. Hizo ndo dhana mbili, wale wanaotetea maendeleo yao na maendeleo ya taifa, na wale ambao wanasema hapana, na sisi tunataka angalau kitu kidogo na sisi tuingie, alafu tuangalie kama kuna nini huko. Tathmini ya Mande ya Kola Mazima kuhusiana na wagombea wawili kati ya 8 ambao wanachuana kuelekea uchaguzi mkuu wa tarehe 15 siku ya Alhamisi wiki hii nchini Uganda. Na sasa moja kwa moja viwanjani. Sasa hivi sports lady kwa Kiswahili ni mwanasoka mwanamama ama Skola wewe matata, wacha tuende mchezo. Tuzetu Phyllis Mate. Na shukrani Skola kwa muda huu, na karibu msikilizaji. Sasa naanza na Xavi Alonso. Baada ya muda mfupi wa miezi 7 tu amefutwa kazi kama meneja wa Real Madrid. Saa 10:30 alasiri saa za Uhispania Jumatatu, bodi ilikutana na jambo moja tu kwenye ajenda: kuondoka kwa Xavi Alonso. Maelezo yaliyotolewa kwake na kikosi chake kwa hali yoyote yanasemekana kuwa ya kutatanisha. Sasa kwa mara nyingi anaelezewa kuwa kama kuachwa peke yake. Mfano, mgogoro wa Vinicius Junior ulichochea Xavi kuumwa na kichwa, kwani alipoonyeshwa wazi kutoridhishwa na kubadilishwa kwake katika El Clasico. Vinicius aliomba radhi kwa kila mtu isipokuwa meneja wake. Mara nyingi vile majeruhi yameathiri kikosi, huku klabu ikikosa kuzingatia ombi lake la kiungo aliyemtaka sana Martin Zubimendi. Xavi hakuwahi kuwashawishi wachezaji kuwa njia yake ndiyo sahihi, na bila hilo hakuweza kuanzisha presha kali, kasi ya mchezo au mpangilio